Lengo la kukutana hadhara hii ni shamra za kuelekea siku ya kupambana na rushwa barani Afrika ambayo hufanyika kila mwaka tarehe 11 mwezi wa Julai. Sisi leo kimkoa tunafanya kazi ya mkoa shamra. Historia ya siku ya kupambana na rushwa barani Afrika ambayo mgeni rasmi ilianza mwaka 2003. Wakuu wa nchi wanachama za Jumuiya ya Afrika walikutana Maputo, Msumbiji, wakaazimia kuandaa mkataba wa pamoja wa kuzuia, yani kudhibiti na kupambana na rushwa. Hadi mwaka 2006 basi wakuu hao wote wakaridhia sasa kupata ule mkataba walioazimia mwaka 2003. Lakini 2017 wakuu wa nchi za Afrika Mashariki walikutana Ethiopia, mheshimiwa mgeni rasmi, walikutana na wakaichagua siku ya tarehe 11 Julai kama ni siku ya kudhibiti na kupambana na rushwa barani Afrika. Wakaweka na malengo. Ndugu mabibi na mabwana, mgeni rasmi, walikuwa na malengo mahususi kama yafuatayo. Lengo la kwanza, walitaka siku hii nchi zote wanachama ikiwepo Tanzania, tulioridhia mkataba ule mwaka 2017, tuweke mikakati ya kudhibiti na kupambana na rushwa kwa pamoja. Hilo ndio lengo la kwanza. Lakini la pili, walitaka tueleze elimu ya athari ya vitendo vya rushwa na hujuma uchumi. Lakini la tatu, walitaka kuona sasa zile nchi wanachama wanaweka maazimio na mikakati ya kupambana kutoka mwaka uliopita kuona mwaka mpya. Lakini shengine walitaka, la nne, walikuwa na malengo, mheshimiwa mgeni rasmi, ya kushirikisha sasa taasisi za serikali na taasisi binafsi katika mapambano dhidi ya rushwa. Kipekee namshukuru mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kuzuia rushwa na hujuma uchumi, lakini na serikali kuu kwa kutekeleza kwa vitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mamlaka ya kuzuia rushwa na hujuma uchumi, yani ZARICA, imetekeleza kwa vitendo ile lengo la kukaa kupanga mikakati kwa pamoja. Tunajitathmini mwaka uliopita tumefanyaje, mara hii kwa kushirikiana tutafanyaje kudhibiti vitendo vya rushwa. Kama unavyofahamu mheshimiwa mgeni rasmi, kudhibiti ndio kitu vizuri kuliko kusubiri ile rushwa imeshatokea tukapambana. Lakini chengine, tunaposhirikiana, mheshimiwa mgeni rasmi, ZARICA tasema kwa Septemba tuna mashirikiano mazuri na wananchi. Chini ya uongozi wako, ofisi ya mkoa imetuunganisha na wananchi, lakini vile vile tuna taasisi na vyombo vya ulinzi na usalama tunashirikiana navyo bega kwa bega. Muda wote tulikuwa tukifanya kazi kwa pamoja kuhakikisha tunapambana. Lakini katika lile jambo la kuona tuna mikakati gani sasa, mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu inasema kuongeza kasi ya kuimarisha uadilifu na mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika. Kauli mbiu hii sisi tumetekeleza kwa vitendo. Ina lengo gani? Imetaka wananchi na taasisi za binafsi na za umma wote tuongeze kasi. Inaonekana kasi tunayo, tunatakiwa tuongeze sasa. Kwa kutambua hilo, sheria ya kuzuia rushwa na hujuma uchumi, sheria namba 5 na mwaka 2023 imetafsiri kwa vitendo. Kuna kifungu cha 104 kimeweka mashirikiano baina ya mamlaka na taasisi za serikali. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kifungu cha 105 kimekuza mashirikiano baina ya mamlaka ya kuzuia rushwa na uchumi na wananchi na taasisi binafsi. Lakini vile vile mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuimarisha uadilifu, ZARICA mkoa wa Kaskazini Pemba imechukua hatua za kutoa elimu kwanza.
tumepita elimu za sheria mbalimbali katika mkoa wa Kaskazini Pemba na taasisi za serikali na za binafsi kufikisha athari ya vitendo vya rushwa na uhujumu wa uchumi hapa katika mkoa wetu na nchini kiujumla. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumetakiwa katika yale malengo ya ule mkataba kupambana na vitendo vya rushwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa pamoja tunachukua hatua kali kwa wale wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa. Mara tunapobaini kuna viashiria, katika hatua za mwanzo tunadhibiti, ikishindikana tunawachukulia hatua na kuwapeleka mahakamani. Hiyo kuonesha tuna hatua kali. Tumetakiwa tuna sera nzuri pamoja na sheria. Sheria namba 5 ya mwaka 2023 ni mafanikio ilifuta sheria mwaka 2012. Kwa hivyo tumeboresha sera. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo lengo la kuwepo hapa katika kongamano hili tutakofungulia, tumetakiwa tuweke mikakati kimkoa ya wapi tulipotoka, nini tunafanya, tuweke maazimio sasa tunapoelekea. Ndugu mgeni rasmi, nitoe mfano hapa. Tumewaona wananchi mbalimbali, lakini wanafunzi wa vyuo vikuu wote wameguswa manake na vitendo vya rushwa, wote wanaweza kuguswa na athari. Mfano tu, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hivi tuna wanafunzi wetu wanasoma kwa uadilifu na kwa juhudi kubwa, lakini tukiruhusu sasa vitendo vya rushwa viingie kwenye sekta ya elimu, basi hili kitapatikana, tutapata wataalamu wanaotokana na vitendo vya rushwa. Hii ni athari kupata wataalamu wanaotokana na vitendo vya rushwa. Siku tu anaajiriwa ofisini, na yeye atakuwa anafanya kazi kwa mazoea, kwa sababu yeye mwenyewe ameingia kwa vitendo vya rushwa. Tutakuwa hatuzalishi, tuna mabarabara, tunategemea wataalamu kutoka kwao. Kama serikali inaekeza fedha, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anaelekeza fedha nyingi sana, muda wote anaweka maendeleo. Kama wataalamu tutaruhusu wajishirikishe na vitendo vya rushwa kwenye viwango vya yale wanaoyatekeleza kwa mujibu wa mikataba, wakiyakeuka, baada ya muda mfupi ile value for money, thamani ya fedha itaonekana. Kwa hiyo kwa maana kila mtu katika nafasi yake siku ya leo aone kwamba tufanye nini ili tutoke, kwa sababu kwenye sehemu za huduma, Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe ni kinara wetu wa maendeleo kwenye mkoa. Pana maendeleo, pana mahospitali. Kama hatujasimamia kudhibiti vitendo vya rushwa kwenye huduma za elimu, za afya na huduma zile za kijamii, basi tutakuwa hatufikii malengo. Kwa hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu wa uchumi inatumia kwa siku ya shamra ya leo, baada ya kuwasilishwa na wataalamu, watu waweke mijadala ya wazi, iwe uhuru na utu, ili tuweke maadhimio. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, mimi niseme leo ni siku yetu sote, lakini wewe ndio mgeni rasmi, ni siku yako. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kuzuia rushwa na uchumi, na natoa shukrani kwa waliofika hapa.